watawa, wanachama wa chama hiki cha kitume cha Rita wa Kasha na waamini wote ambao tumo ndani. Tumsifu Yesu Kristo. Rita wa Kasha, karibuni sana katika mji huu wa Dodoma, na zaidi sana katika kanisa hili Katoliki, kanisa la kijimbo, tunapofanya misa ya kwanza kabisa ya kihistoria katika nchi yetu ya Tanzania, kwa kuwa na hiki chama cha Rita wa Kasha, ambapo tumekutana sisi sote kama wanachama katika uwakilishi wetu kutoka nchi nzima, ili kuandaa sasa au kuweka vizuri mambo yetu, tukatambulika, tukajulikana na tukaelezeka katika ramani sio tu ya nchi lakini pia ya ulimwengu, kuwa tupo wanachama wa Rita wa Kasha wanaofuata nyayo za Rita katika nchi hii ya Tanzania. Na chama hiki hakitafuti mambo makubwa sana, ila haya ambayo tumeyasikia katika masomo yetu, yani kumjua Mungu. Na kumjua Mungu kama masomo yetu yalivyotuelekeza ni bora mno, tena kwa thamani zaidi kuliko sadaka za kuteketezwa. Unaweza ukatoa sadaka nyingi za kuteketezwa, ukatoa wanyama, ukatoa mimea au mifugo, ukatoa mazao, ukatoa vitu vya samani mbalimbali, lakini kama humjui Mungu, hivyo utavipoteza. Kama utaviweka hivyo nje ya imani, vinakuwa havina maana. Kwa tunaalikwa kwa namna ya pekee katika somo letu leo kuhakikisha kuwa tunamjua Mungu, tunampenda Mungu, tunamtumikia Mungu kwa kutumia rasilimali mbalimbali ambazo tumekuwa nazo. Ndio maana katika mkutano huu ambao tunakuja kufanya una lengo la kuwaingiza wanachama wote katika kumjua, kumpenda na kumtumikia Mungu. Katika chama cha Rita wa Kasha tunapenda kumtumikia Mungu, lakini kwa kufuata nyayo za Mtakatifu Rita. Sasa tukitambua wazi kuwa labda kuna tofauti hapa na pale, ni wakati mwafaka sasa wa kuja kama wanachama wote Tanzania na kukubali kukaa kwa pamoja na kunyoosha mipango yetu, ili wote tukafanya yanayofanana, yanayowiana na yanayotuletea tija katika maisha ya kiroho, katika huko kumpenda na kumjua Mungu. Katika somo letu la Injili limenukuu na kugusa ile agizo la msingi au sheria kuu ambayo walipewa wana wa Israeli, ambayo inaitwa Shema Israeli. Sikiliza Israeli, Bwana Mungu wako Bwana ndiye mmoja, nawe umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ilikuwa ni amri ya pekee baada ya amri zote 613 kuonekana kuwa ni mzigo mzito, kwa sababu watu waliandikwa. Basi sasa walipunguziwa, wakaandikiwa amri hii na wakavalishwa shingoni na kutembea nayo, ili mtu asisahau kumpenda Mungu, kumtumikia Mungu, kuwa karibu na Mungu. Na hii iliwaongoza wana wa Israeli licha ya kuivaa, lakini amri hii waliitamka mara 3 kwa siku, asubuhi, mchana na jioni, ili wasiisahau. Sisi pia tunaalikwa na tunakumbushwa pia juu ya amri hii ya kuwa karibu na Mungu, kumpenda Mungu, kumtumikia Mungu katika maisha yetu. Sisi kwa namna nyingine tunaishi amri hii kwa kuisali ile sala ya Baba Yetu. Tunasali Baba Yetu asubuhi, tunapaswa kuisali mchana na tunapaswa kuisali jioni, kwa sababu imefungwa hapa. Hii kwa namna ya pekee sana
Yesu amekuja akatuongezea amri kuu, ni hiyo ya kumpenda Mungu, na ya pili ya kumpenda jirani. Unapompenda jirani utamtakia mema, utamsaidia, na ukishaonyesha kuwa unampenda jirani yako unayemuona, ni rahisi kumpenda Mungu usiyemuona. Lakini kama unamchukia jirani unayemuona, ni vigumu sana ukatuthibitishia sisi kuwa wewe unampenda Mungu ambaye anaonekana tu kwa jicho la imani. Kwa hiyo tunaalikwa kweli kwa namna ya pekee pia kuwa washuhuda wa Injili ya Kristo kwa kumpenda Mungu, lakini pia bila kumsahau jirani yetu katika maisha yetu. Chama cha Mtakatifu Rita kinachofuata nyayo hizo za Mtakatifu Rita hakiko mbali na hii amri ambayo Mungu Bwana wetu Yesu Kristo ameitoa katika nyayo zake, katika kusali, katika kufanya novena, katika kufanya matendo ya huruma, katika kuikimbilia sakramenti ya Ekaristi Takatifu, kwa kuipokea na kwa kuabudu, kukimbilia sakramenti ya upatanisho, na kuona kuwa kila mwezi tunakutana na kufanya mambo ya msingi ya kiroho na ya kimwili kwa kuwasaidia wenzetu wahitaji. Haya yote yanatupelekea katika kumpenda, kumtumikia na kumuishi Mungu katika amri zake. Lakini pia tukifanya hivyo tutampenda pia jirani, kwa sababu kwa wema wetu, kwa ukarimu wetu tutamfikia na kumsaidia, na hasa wale wanaohitaji zaidi huruma yetu. Kwa tumuombe Mwenyezi Mungu aufungue yeye mwenyewe, ashushe neema na baraka, alete nguvu za pekee ambazo zitamgusa kila mmoja wetu, avuviwe, aseme na atupatie mawazo mazuri yatakayoweza kutufanya tusimame vizuri kama chama cha Rita wa Kasha, ili tuweze kuendelea mbele zaidi na zaidi, na tuweze kuona kuwa yale malengo ambayo tutajiwekea tuyatimize kwa uhakika. Tumsifu Yesu Kristo.